hofu ya Magufuli ndio inayotupelekea leo mpaka leo uchaguzi wa jiji la Dar es Salaam, meya wa jiji la Dar es Salaam haujafanyika. Ulipangwa ufanyike tarehe 8 leo. Juzi wameuhairisha mpaka hapo taarifa nyingine zitakapoletwa baadaye. Kilichofanya uchaguzi huu ukahairishwa sio jambo jipya. Ni jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza kila siku, na wao wakilitolea maelezo kila siku, lakini Magufuli hataki kukubaliana na kanuni na taratibu. Na ndio hapa tunaposema huyu mtu huyu huenda akawa na vimelea vya udikteta. Hataki kuheshimu sheria, hataki kuheshimu katiba, hataki kuheshimu matakwa ya watu. Huyu mtu huenda ana vimelea huyu vya udikteta. Na hasa ukiangalia kauli zake, matendo yake. Wote juzi tumeshuhudia pale siku ya sheria, anatoa kauli. Mimi ambaye sio mwanasheria nilishtuka. Anaambia mahakama kuna bilioni 1 kesi zipo huko, amueni zile niwape bilioni 250, robo ya fedha hizo nitawaletea. Jamani, katika tafsiri ya kawaida hiyo ni nini? Mhimili wa mahakama haupaswi kuingiliwa. Unawa influence majaji wa hukumu on your favor ili wakapate huo mgao. It's a simple definition. Hahitaji hata uwe kidato cha 4. Una influence mahakama, kwa sababu mahakama sio kwamba tunatumia nguvu. Ingekuwa unaiambia Taifa Stars au labda unakiambia chama chako, it could have been something else. Kwamba unaambia Taifa Stars kawafungeni labda wa Kenya, takuja nitawapa pesa. Hilo lingekuwa jambo jingine. Watu wanakwenda mahakamani kutafuta haki. Leo wewe unawapa tena majaji wote wametulia pale na jaji mkuu. Unawaambia nileteeni trilioni 1 ile, niwape mgao wenu.